Sasa kama ulikuwa unafikiria issue ya klabu ya Yanga kuweza kujenga uwanja wao wenyewe pale kwenye mitaa ya Twiga na Jangwani Kariakoo ni issue iliyokaa kimzamza, basi wewe ulikuwa unajidanganya mno. Na mpaka sasa hivi ninavyozungumza na wewe tayari klabu ya Yanga imeshaweza kukamilisha project yake kwa ajili ya ujenzi wa uwanja mpya wa kwao wenyewe watakaotumia kwa mechi zao za nyumbani pale kwenye mitaa ya Twiga na Jangwani. Na mpaka sasa hivi tayari mtu ambaye aloweza kukabidhiwa ama kampuni ambayo imeweza kushinda tenda ya ujenzi wa uwanja wa klabu ya Yanga tayari amekushaweza kutangazwa, na mimi nitakuja kukusogezea hapa moja kwa moja ili nawe uweze kufahamu ni kampuni gani hiyo ambayo imeweza kushinda tenda ya ujenzi wa uwanja wa Yanga Sports Club, na project hii inakwenda kuanza muda mchache ujao. Kwa hiyo kwa wale watani wa Yanga ambao walikuwa wanaamini kwamba issue ya ujenzi wa uwanja wa timu ya Yanga imekaa kimzamzaa zaidi, basi safari hii aibu inaangukia wenyewe, kwa maana kwamba tulisikia taarifa nyingi kutoka kwao wakisema wanajenga uwanja, lakini mpaka sasa hivi hamna chochote kilichoendelea. Lakini kwa upande wa klabu ya Yanga, kwa mambo yanavyoelekea hivi, bila shaka tusubirie kuona klabu ya Yanga wakimiliki uwanja wao wenyewe, ikiwa ni klabu ya kwanza kutokea pale Kariakoo kuwa na uwanja wao wenyewe wa kisasa utakaotumika katika mechi mbalimbali, kuanzia mechi za ligi kuu lakini pia kwenye mechi za kimataifa. Sasa mimi nitakusogezea moja kwa moja hapa uweze kufahamu uwanja huu, hiyo tenda ya ujenzi ipo chini ya kampuni gani, na ujenzi unaanza lini, ama rasmi ujenzi huo utaanza lini kwa ajili ya kutengeneza kiwanja kwa klabu hii ya Yanga Sports Club. Kabla sija kusogezea sasa taarifa zote hizi ili naye mwanamchezo wangu uweze kufahamu kuhusiana na issue hii, naomba nikukumbushe jambo moja na la kimsingi mwana michezo wangu. Kama wewe hii ndiyo mara yako ya kwanza unajiunga nasi alafu bado hauja subscribe channel yetu, basi nikwambie kiukweli wewe ulikuwa unapita na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Cha kufanya sasa hivi ili usiendelee kupita na taarifa zetu zote mpya za kimichezo, swala ni jepesi kabisa mwana familia wangu. Hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu hapo chini ya video hii yanayoandikwa subscribe, kisha kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni, maana kwa kufanya hivyo wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi huwa tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Hautakaa kuwaza tena utapata wapi taarifa mpya za kimichezo, bali utapokea notification kupitia simu yako ya mkononi ya kwamba tumekushaweza kukusogezea taarifa mpya ya kimichezo, na jukumu lako linakuwa jepesi lililosalia ni kwenda kutazamia hiyo taarifa mpya ya kimichezo. Na kama tayari wewe umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana na issue inayoendelea ndani ya klabu ya Yanga kuhusu ujenzi wa mradi mpya wa uwanja wa klabu ya Yanga Sports Club. Kama ninavyofahamu, mapema siku hii ya leo kwenye mitaa ya Twiga na Jangwani pale Kariakoo kulikuwa kuna mkutano baina ya uongozi wa klabu ya Yanga pamoja na waandishi wa habari, ambapo kwenye mkutano huo kupitia afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga kulikuwa kuna ajenda mbalimbali afisa habari huyo alizokuwa anazizungumzia hapo, lakini miongoni mwa ajenda ambayo aliweza kugusia ni kuhusiana na issue nzima ya uwanja ambao klabu ya Yanga wanatarajia kuanza ujenzi muda mchache kuanzia sasa hivi, ambapo kwenye press iliyokuwa imefanyika hapo afisa habari na klabu ya Yanga bwana Ali Shabani Kamwe aliweza kusema ya kwamba kabla sijaenda kwenye ajenda iliyotuleta leo hii, uongozi wa klabu ya Yanga umenituma kueleza haya yafuatayo. Jana tumeona video nyingi zikionyesha mashabiki kumvamia mwenyekiti wa klabu ya Simba Muktaza Mangungu. Yanga Sports Club tunakemea na kupinga vikali vitendo vya kihuni vilivyofanyika hapo jana. Hata hivyo tunampa pole mwenyekiti pamoja na viongozi wengine waliopatwa na kadhia hile. Siku ya Jumamosi uongozi wetu ulikaa kikao cha kamati ya utendaji inayoongozwa na Rais Engineer Hersi Said na kujadili ajenda moja ya kimsingi kabisa ya mchakato wa ujenzi wa uwanja wa Yanga Sports Club. Kikao kile kilikwenda kutoa majibu ya kampuni au taasisi iliyoshinda tenda ya kushirikiana na Yanga kwenye ujenzi wa uwanja wa Yanga.
Kabla hatujamtaja mshindi wa tenda hii, naomba niwapitishe kwenye mchakato mzima wa ujenzi wa uwanja huu. Mchakato huu umepita kwenye hatua mbalimbali. Hatua ya kwanza ilikuwa kufanya tathmini ya eneo la ujenzi wa uwanja. Baadaye tukagundua kuwa kuna eneo la ziada linahitajika kwenye kukamilisha ujenzi huo. Baadaye tukashirikiana na serikali kuomba eneo la ziada. Hapa nichukue fursa hii kuishukuru serikali chini ya Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia eneo la ziada. Pia nichukue fursa hii kuwatangazia Watanzania wote kampuni ya GSM Tanzania Limited ndiyo iliyoshinda tenda ya ujenzi wa uwanja wa Yanga Sports Club. Viongozi wetu wakiongozwa na rais wa klabu walikuwa na ndoto ya kujenga uwanja, wakaamua kuwa uwanja ujengwe makao makuu ya klabu yetu. Wakashauriwa na wataalamu, lakini wakagundua lazima wapate nyongeza ya ardhi ili uwanja wetu ukizi matakwa ya kafu. Serikali ikatupatia eneo na hati tunayo, na baada ya mchakato huo tukatafuta mkandarasi ambaye atatujengea uwanja. Hatimaye GSM Tanzania Limited wameshinda tenda hii. Hayo ni maneno ambayo afisa habari wa klabu ya Yanga Bwana Ali Shabani Kamwe aliweza kuyazungumza siku hii ya leo kwenye press ambayo aliweza kukutana na waandishi wa habari kwenda kuzungumzia ajenda mbalimbali, ikiwemo swala hili la kuhusu issue ya uwanja ambao klabu ya Yanga kama nilivyokusomea hapo wanakwenda kuanza ujenzi wa uwanja wao wenyewe, na ujenzi huo utakuwa chini ya kampuni ya GSM Tanzania Limited. Wao ndo watasimamia ujenzi mzima wa uwanja wa klabu hiyo ya Yanga. Na baada ya kampuni hiyo kuweza kutangazwa, taratibu zitakazofuata ni majadiliano ya pande zote mbili kuhusu haki za kibiashara za uwanja huo, ikiwemo jina la uwanja. Sasa wananchi, muda wote kuanzia sasa hivi tutegemee kuona ujenzi wa uwanja huo wa klabu ya Yanga ukianza mara moja, ili klabu ya Yanga na wao wawe na uwanja wao na waweze kuepukana na ile kadhia ya kuchezea viwanja mbalimbali ambavyo vingine havijakizi kabisa vigezo vya TFF, lakini pia vigezo vile vya CAF.